Unashangaa yule mtu anaandika kwenye ile picha, anaandika fulani nataka apate ajali, na kwenye ajali hiyo hata akiwa ndani ya basi au ndani ya daradara au ndani ya bajaji au kwenye bodaboda, wakianguka afe yeye peke yake, dereva aliyembeba apone. Ndio maana nasikia watu wanasema ile gari ilipotaka kuwagonga yule boda, hata kama kukwepa, bahati mbaya abiria ndiye akao upande wa nini wa nyuma, ile gari ikapiga yeye, boda akarushwa kule, boda akapona, yule akafariki. Sasa yale maandishi yanapoandikwa na kufundisha ili ujue namna ya kuomba. Usio unatembea tu nasema Mungu ananilinda, wenzako wako kazini full time. Usema amen. Wako kazini wakati wote. Hebu waza kioo kama hiki, unaona picha, hata kioo kile kimewekwa tu kama pale, lakini kimetengenezewa namna ya madhabahu ya giza. Pale juu kuna pembe, pale juu kuna alama ya nyoka, pamechorwa vitu vya ajabu na majitu mengine yamewekwa ya ajabu. Na kuna chorwa fuvu la kichwa pale. Unajua, yaani pale ndio madhabahu, unaitoa pale sasa. Unaitoa pale. Sasa ile picha ikitokea, huyu mtu anakuwa anaandika. Nisikilize kwa makini. Anapokuwa anakuandika kwamba fulani kwa sababu nilifanyia hiki, nataka ufe tarehe fulani. Yale maandishi kwenye kioo yanazama ndani ya picha. Sijui unanielewa? Yaani yanazama, yanafutika, yanaingia ile picha. Yanakuwa roho. Kwa hiyo yule mganga anakwambia, sasa huyu tumeshamaliza. Alafu anamwambia, potea. Ile picha inaondoka, kioo kinakuwa cheupe. Anamwambia tena, sasa ni kuonyesha atakavyokufa. Linavuta tukio ambalo limetengenezwa sasa. Unaona kabisa gari, pikipiki atakayopanda, ama ni gari, ama wanaambia sasa tumtengenezeje? Tutengeneze namna hii. Inatengenezwa dereva huyu tumuingizie roho wa gari fulani. Ndio maana waga tunaombea magari tunao watu wanaposafiri. Wanasema dereva huyu ni mlevi. Sasa tumsababishe leo anywe kidogo ajisikie kupata starter. Kichwa chake hakijakaa vizuri. Alafu dereva huyu yeye ni mlamilungi. Tumfanye atafune leo asijali kama kuna mambo ya usalama barabarani. Au leo tuwafanye wasalimiane kwa staili ya magari, kupishana moja kwenda kushoto lingine kwenda kulia. Kumbe kuna roho ya kwako inatafutwa ilishowekwa kwenye kioo. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kama roho yangu imeshowekwa kwenye kioo cha wachawi, kuanzia sasa ninaitoa kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Haleluya, haleluya. Hivyo tunaposema namna hiyo, umetolewa tayari. Kwa Mungu ni rahisi. Jambo hili ni jepesi machoni pa Bwana. Haleluya, haleluya. Mungu anasema ana uwezo wa kutuokoa na kututoa mautini. Inawezekana. Hakuna jambo la kumshinda yeye Yehova. Haleluya.